أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu, mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I must say I am privileged and honored to be here this morning with great people like you. Ni heshima kubwa sana kwamba leo nimepata fursa ya kuzungumza na watu muhimu kama nyinyi. Matarajio yangu ni kwamba mimi nitasoma zaidi kutoka kwenu kuliko yale mtakayosoma kutoka kwangu, kwa sababu walimu kama dobi ukimpelekea nguo zako chafu, kila akifua yeye ndiye anafaidi, kwa sababu mikono yake inakuwa safi zaidi kuliko nguo zako. Kwa hivyo ukimpelekea dobi nguo ukitarajia kwamba atakufanyia nguo zako safi, ni kinyume, ni yeye mikono yake inakuwa safi kutokamana na nguo zako. Na mimi nataraji yale ambayo nitayazungumza leo inshallah yatanifanya nifahamu zaidi, nielewe zaidi, niwe na mtazamo mzuri zaidi wa maisha, kwa sababu maisha ni mafupi na ni lazima uyaishi vile yanavyostahili kuishiwa. Ndugu zangu, wanasema if you think you can, you can, and if you think you can't, you can't. Ukijifikiria unaweza, utaweza, na ukifikiria huwezi, basi hautaweza. Kwa sababu what the mind can conceive and the heart believes, you will always achieve. Kile ambacho bongo lako laweza kuona na moyo wako ukaamini, kukitekeleza inakuwa ni rahisi kabisa. Kwa hivyo ndugu zangu, ni jambo ambalo ni la muhimu sana kwamba tufikirie, yani sisi pale tutokapo ni wapi na tuendapo ni wapi. Tulikuwa tunanongozana na Sheikh Yusuf, nikamwambia labda mwanafunzi wangu Hamza hakuelewa, siku hiyo nyumba yangu ilikuwa na mbu wengi. Akasema ile the only mosquito in the net. Na kwa hivyo yule mosquito akaninyima usingizi. Tuelewana? Na ndio maana wanasema wana falsafa, kama wewe wafikiria kwamba vitu vidogo haviwezi kukupotezea raha yako, fikiria vile mbu anavyokuchukulia usingizi wako. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho hakina athari katika maisha yako. Kwa hivyo naomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie siku ya leo niwe na fikra ambazo zitakuwa ni bunifu kwangu na kwako, ili yale nitakayoyasema yawe yana maana kwangu, yapate na maana kwako. Nataka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie utulivu wa nafsi yangu, ili kile kitakachotoka katika moyo wangu kiwe ni kitu ambacho kitapata nafasi pia katika moyo wako, na baadaye kiwe na uwezo wa kubadilisha vitendo vyako. Elimu bila ya vitendo huwa ni upotezaji wa wakati. Usomi si kuwa na makaratasi mengi yanayoitwa madigrii. Usomi ni kuwa na halaki nzuri inayompendeza Allah, ikapendeza na watu, na baadaye ikakupa wewe satisfaction. Na ndio maana ndugu zangu, neno success huwa linaanza na leta S na linamalizika na leta S. S ya kwanza ni S sacrifice, kwamba kila jambo yataka kujitolea, na S ya pili ni S ya satisfaction. Ukijitolea leo, kesho mambo yako yatakuwa mazuri kabisa. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu ambao tutakuwa na uwezo wa kuinternalize, yani kuyafanya yale yatakozungumzwa katika kongamano hili yawe ni mambo yatakayochangia katika kutufanyia kesho yetu iwe bora kuliko jana yetu. Yesterday, my brothers and sisters, is history. Don't worry about it. You can't change it. It's gone. And tomorrow is mystery. Nobody has that knowledge. But what you do today, with what you know today, itakuwa na uwezo mkubwa katika kubadilishia kesho yako kuwa bora kuliko jana yako. The topic, mada niliyopewa, nilipo Google iliniambia
Sheikh Google alinambia, this is the most trending topic in the field of knowledge. When I tried to see what Sheikh Google is saying about mental health, when I was trying to see what experts of mental health are saying about mental health, I discovered kwamba the most trending topic ambayo inazungumziwa katika makongamano mengi katika karne ya 21 ni topic ya mental health, MH, ambayo opposite yake inakuwa mental illness, MI. If you will allow me, mukiniruhusu, nataka niwapatie facts about this topic so that I can justify why this topic imewekwa katika orodha ya mada za kongamano kama hili. Why mental health? Kwa nini tuzungumzie mental health? Number one, Uislamu na wanazuoni wa Kiislamu kama Ibn Taymiyyah, Imam Ghazali, Ibn Sina, Imam Razi wanakubaliana kwamba mental health is a reality. Kwamba mental health si ngano wala si hadithi za Abu Nawasi. Mental health is a reality. Now, where does that reality come from? Wanasema kulingana na World Health Organization, 15% of the population in the world, 15% is a big number because 15% of the world population is 970 million people are suffering from one mental health issue or the other. Ndugu zangu, World Health Organization inasema pia katika kila watu 7 unaokutana nao katika maisha yako, mmoja ana issue ya mental health. Kwa hivyo tukianza kuhesabu hapa, wewe ukiwa number 7, you have mental health issue. Tukihesabu ukiwa number 14, you have a problem with mental health. Number 21, you need help. 28, serious, man. So it's very important for us to discuss this topic kwa sababu inaathiri wengi wetu katika jamii tunayoishi ya karne ya 21. Ndugu zangu, sababu ya 4 kwa nini hii mada ilikuwa ni muhimu tuizungumze leo, wanasema mtu yoyote anaweza kupatikana na mental health issues. Wengi wetu tuna maono kwamba wenye dhambi ndio wana issues za mental health. Wale ambao hawana imani ndio wana mental health issue. Lakini utafiti unaonyesha kwamba hata mawalii hupata mtihani wa msongamano wa mawazo, hupata mtihani wa kukosa kujitambua, wakapata confusion ya maisha, hupata mtihani wa stress, ikawa mdundo wao wa moyo unakwenda mbio kuliko uwezo wao wa kubeba moyo kama ule. Kwa hivyo wewe na mimi na mwingine yoyote anaweza kuwa na mental health issue. Number 5, ndugu zangu, kuna very high prevalence ya mental health issue miongoni wa vijana baina ya miaka 10 na miaka 25. Wanasema kila vijana wa 4 unaokutana nao, mmoja ana challenge ya mental emotional distress ama nyingine. That's a very big proportion. Kwamba 1 out of 4. Wanasema pia kwa sababu kumewekwa aibu katika mambo yaliyofungamana na mental health, watu wengi they are dying in silence. Hawataki kutafuta usaidizi unaofaa. Kwa hivyo mtu ana stress, mtu ana anxiety, mtu ana emotional disorder, mtu ana depression, mtu amefika level ya kutaka kutoa uhai wake, lakini bado amenyamaza kimya, hataki kutafuta usaidizi kwa wale ambao wangeweza kumsaidia. Ndugu zangu, namba 6, ni muhimu kwamba kila mmoja wetu wakati anapohisi kumekuwa na msongamano wa mawazo
mengi katika akili mpaka akili haiwezi tena kuibeba ule msongamano, basi huo utakuwa ni mwenye kuzingatia vipi utai-empty hiyo akili iweze kujibeba inavyostahili kujibeba. Ndugu zangu, mental health si wazimu. Mental illness si wazimu. Mental illness ni kuwa na anxiety. Halakal insana haluwan. Sijui kama nimepata Kiarabu. Kwamba mwanadamu ameumbwa na matamanio na anxiety. Kwa hivyo ikipita kiasi, ile anxiety inamwathiri katika maisha yake na uendeleaji wake. Leo ndugu zangu, Kenya yetu, kila watu 10 unaokutana nao, 7 wana mild stress, 5 wana reasonable stress, na 1 ana very serious depression. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hii ni mada ambayo yatakikana izungumzwe katika platform zote za Kiislamu, kwa sababu zinaathiri watu katika hali kubwa sana. Kama mada ilivyosema, no mental health, no health. Kama hamna afya ya akili, hamna afya kamilifu, hamna afya kamili. Kama hauna afya ya akili, hauwezi kuwa na afya kamili. Ndugu zangu, hakika sababu nyingi zinazoleta issue za mental health, wanasema mpaka ikafika kiwango cha watu kufikia kujitoa uhai wao, ni lazima tufikirie vipi tutakwenda katika zile root causes, yani zile sababu nadharia, sababu za kimsingi. Kwa sababu wahenga wanasema ganga shina la uhai, tanzuze hazigangiki. Ikiwa shida imo katika mizizi na wewe unatia dawa katika majani, shida kama ile haiwezi kuondoka. Ni lazima tuingie katika mizizi na tujiulize ni kipi haswa kinachosababisha mambo ya watu kukosa balance ya kuziweka sawia zile mpembe 3 za maumbile: the IQ for the brain, the EQ for the heart, and the PQ for the body. How do you balance between the mind, the heart, and the body so that you can have holistic health, ukawa na afya iliyokamilika? Ndugu zangu, takwimu zinaonyesha kwamba ulimwenguni, kwa siku moja ulimwenguni, kila mwaka vijana wa baina miaka 11 mpaka 27 wana commit suicide katika hali ya, yani 700,000, yani 700,000 wana commit suicide kila siku. Na hii ni kwa sababu ya kutokuwa na uwezo kuvumilia na kuchukua ule msongamano wa mawazo ambao umewafikia kama vijana, na hii haimaanishi vijana wa Kiislamu hawamo ndani. Ndugu zangu, mental health is not a curse. It does not only affect the wicked, but it affects everybody. Kwa hivyo you have always to be cautious of how you see yourself. Mental illness is an economic burden. Kuwa na mgonjwa katika familia ambayo ana issues za akili ni mzigo mkubwa wa kiuchumi. Statistics za ulimwengu zinaonyesha ulimwengu unatumia dola trilioni 10 kwa mwaka kutibu maradhi ya akili. Kenya wanatumia bilioni 5 kutibu maradhi ya kiakili. Kwa hivyo ina mzigo mkubwa sana. Katika familia yangu tunaye mmoja, na takribani mishahara yetu mingi sana kikubwa inaenda katika kumtafutia dawa huyu ndugu yetu. Ni mzigo mkubwa sana ukiwa na mtu kama huo, na mara nyingine hujui umsaidie vipi, maana kile umfanyalo inakuwa sio sawa na haitoshi kwake. Ndugu zangu, the little access to professional treatment, kwamba kwa vile watu hawataki kukubali 100% kwamba hili ni tatizo la kiafya, kuna sehemu chache sana za watu kwenda ili kupata matibabu. Hakika ukiangalia yale yanayofanyika katika jamii zetu katika mambo ya violence,
ambayo inaharibu familia na ndoa, inaharibu malezi ya watoto. Utakuta ndani yake kuna issue za watu walioathirika na mambo ya mental illness. Ndugu zangu, swali la kujiuliza ni hili: hii mental health ni kitu gani haswa? Kwa hivyo nitatumia kilma cha mental kufahamisha, yani hii mental health root yake inatoka wapi. Ndugu zangu, wanasema the purpose of living is living a purposeful life. Maana ya kuishi ni kuishi maisha ya maana. Maana ya kuishi ni kuishi maisha ya maana. Mwanadamu akikosa kujua maana ya kwa nini yeye anaishi, basi maisha yake yanakosa maana. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha tukihangaika kujiuliza sisi tumekuja hapa ulimwenguni kufanya nini. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema, wama khalaqtumul jinna wal insa illa liya'budun. So don't worry, you don't have to get confused. Haina haja ya kufikiria sana, haina haja ya confusion. Ujue wewe lengo lako la kuja hapa duniani ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. And when you define ibadah on a broader perspective, it includes everything that you do based on the teachings of the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maana ya kuishi ni kuishi maisha ya maana. The purpose of living is living a purposeful life. The moment you lose purpose yako ya kuishi, subhanallah, Hamza, give me 5 minutes. The moment you lose, then you've lost everything. Ndugu yangu, mental health is about you failing to control your emotions. Wanasema when you love just enough, kwa sababu yule unampenda leo, kesho anaweza kugeuka akawa adui yako. And when you hate only enough, because what you hate today, tomorrow could be something you might fall in love with. So how do you establish that tranquility, ile balance, ile equilibrium? Ndugu zangu, mental health is about us understanding kwamba our thoughts make us and our thoughts destroy us. Kuwa mwangalifu na yale unayofanya na yale unafikiria. Yale unafikiria yanaathiri vile unavyohisi. Kuwa mwangalifu na unavyohisi yanaathiri vitendo vyako. Kuwa mwangalifu na vitendo vyako vinaathiri tabia zako. Kuwa mwangalifu na tabia zako, hizo ndio zinakuwa sifa zako. Kuwa mwangalifu na sifa zako, kwa sababu hizo ndio zinakupeleka mwisho wako. Mental health ni ile hali ya kwamba wewe you are always seeking information, you are always seeking education, so that you can understand how to live your life, how to make it better, how you can move from where you are to where you're supposed to be. Because enlightenment is between the two levels of darkness. The level of darkness of the womb of the mother and the level of darkness from the womb of the grave. In between is a struggle for you to become a better person every single day. Mental health is never giving up, never giving in, because there is an answer for everything in life. Kufuli haitu kufuli, inaitwa kufuli kwa sababu inafunguka. Lakini kama haifunguki, inakosa maana ya kuitwa kufuli. Na maisha, kila maisha ina uwezo wa kuweza kufunguka, na kila shida ina uwezo wa kupata suluhisho zako. Nataka kumaliza kwa kusema, ukiwa peke yako ndugu yangu, chunga mawazo yako. Ukiwa na marafiki, chunga ulimi wako. Ukiwa na hasira, chunga maneno yako. Ukiwa kwenye kundi la watu, chunga tabia yako. Ukiwa kwenye changamoto, chunga hisia zako. Mungu akianza kukubariki, chunga nafsi yako dhidi ya kiburi. Nyakati zote linda moyo wako. Remember today as I go to sit, you are stronger than you think you have gotten through so far. You are better than who you think you are at your own level, and you can become better than the person you have been all in your life. Remember, if you refuse to drink from the fountain of knowledge, you die of thirst in the desert of ignorance. Ukikataa kunywa kutoka katika mfereji wa elimu, utakufa na kiu katika jangwa la ujinga. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabla uondoke daktari, Naam. mimi sijasimama hapa unajua ni ngumu sana kumtoa mwalimu wako kwa stage. Mimi nafikiri nakupa dakika 2 tu. Na kuongeza dakika 2, labda kuna mtu hapa, walai umezungumzia topic ya muhimu sana, mada ya muhimu sana, mental health.
Mimi nimepata calls mingi sana kutoka kwa wazazi. Labda kuna mtu hapa akona stress, akona depression. In 2 minutes, what would be your advice to them? Thank you so much. I have 12 things to say very quickly in 1 minute. Pay attention, please, and listen very carefully. Concentration is the key that makes your salah better. Concentration is everything that improves from the person you are to the person you want to go to the next level. Number 1, remember, the past is unchangeable. The past is a place of experience, not residence. Don't live in the past if you want to avoid stress. Usichukue makosa ya jana ukayaleta leo. Jana ni jana, kwetu uchobario. Yalipicha hao. Sawa sawa? Number 2, opinions are not reality. Wanayosema wengine kukuhusu wewe sio wewe. Hivyo ni wao wanavyofikiria. Wewe ni wewe vile unavyojifikiria. So don't worry. Never, even never worry. The description of other people should never become your reality. You are you, you remain you, and you are special you. Nobody is like you in this world. Stay like that. Number 3, remember, your journey is your own journey. Don't imitate other people's journey. Wewe si copycat. Wewe si copycat. Wewe ni original. Therefore, stop going to the social media and comparing your life with other people's life. Your life is your life. Therefore, if you want to avoid stress and depression, be you and remain you, because you are you. And nobody is like you in this world. So you are more handsome than anybody can see. You are more beautiful than anybody can see. In psychology, we have a law we call the law of the mirror. The person you see on the mirror must always please you, because you cannot become a different person. And if you are a cat and your interest is to become a lion, you must first lose the appetite for rats. Can I take it again? Wewe kama ni paka na unataka kuwa simba, lazima kwanza uache kula panya. If you want to be great, don't do small things. Do great things and you'll become great one day. Number 6, remember. Number 4, time is the medicine for everything. Wakati ndio dawa ya kila kitu. Lile unalolipitia zito saa hizi litapita, ni wingu la mvua. Hakuna kitu permanent katika maisha. Kama ni shida ya uchumi, kama ni shida ya ndoa, kama ni shida ya malezi, hiyo itapita. Kwa wengine ilipita na kwako itapita. Isikusumbue. Hii ni jambo la hakika na wala sisemi dhihaka. Amesema ni rabuka na nataka ukila makati uwe utaweza kukumbuka, kwa sababu wewe ni mtu ambaye lazima ufanye kweli, usiwe na shaka, kwa sababu shaka ndio kitu kinachomuua mwanadamu. Na wala hili sisemi kwa sababu ni dhihaka. Ni jambo ambalo lina uhakika. Number 6, remember, overthinking is self-sabotage. Kama unataka kujigandamiza, basi kuwa mtu unayefikiria kila kitu. Just do it. Just do it. Wana kitu wanasema, kiss everything in your life. What does it mean? Always keep it interesting, simple, short, and make sure you achieve it. Hamza, 1 minute. Judgment says more about those who are judging you, not the way you should judge yourself. Kama watu wanakuhukumu, hiyo isiwe hukumu yako, iwe mawazo yao, sio hukumu yako. Wewe mwenyewe unajua kile unalofanya na unajua mwisho wako ni wapi. Ndugu zangu, happiness is an inside job. No one can make you happy except yourself. Get busy making yourself happy. Now, happiness is a commodity that cannot be bought in any supermarket. It's all inside you. Your mind, your feelings leads to your action. Take care of your brain, what you think, and take care of your heart, how you feel, and finally you will become a very happy person. Remember, it's under your control. Don't give it to anybody. Leave it, let it flourish. And at the end of the day, you become happy. Ndugu zangu, your thought shapes your world. Think positively. Your attitude, Hamza, plus your aptitude will take you to your altitude. Your mentality plus your ability will always give you your possibility. It's how you think about you. That's who you become. It's the law of reflection in psychology. And then they say, smiles are contagious. Kindly, can you smile to the next person sitting to you? Let's see if it can make him also smile. Wacha nione nani saddest hapa.
Hakikisha umemfanya aliyekaa karibu yako amesmile, kwa sababu smile is contagious. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says it's sadaqah. Can you get that ajr of sadaqah today, of making somebody else smile? Be the reason why people are smiling every day, and you will smile forever. What you give is what you get. Get rid of stress, get rid of depression. Remember, kindness is free, and it is the only language that the deaf can hear, and the blind can see, and the dumb can speak. Be kind to yourself and kind to others, and believe me, you'll never be stressed and you will never get depressed. Remember, at the end of the day, you only fail when you quit. But no matter how slow you go, as long as you are continuing, you will always get your destination. Ndugu zangu, your only energy returns to you, so don't give it to anybody else. Kila jambo kwa jambole, wakati kwa wakatile, na mtu ni kwa mtule. Usibaki nyuma ndugu yangu, kila siku fanya bidii uende mbele. Hapa chini watu wengi washenzi wamejaa tele. Wewe ni mtu muhimu na bora, fanya bidii ufikie kilele. Usibaki mtu yule, hata kama ni pole pole, siku moja lazima uwe mtu mteule. Barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Bahero.